Leo nataka tuongelee kuhusiana na kubobea kwenye maisha. Hata kama hujasoma, huna elimu kubwa, hujafika chuo kikuu, hujaenda VETA, lakini tafuta eneo ambalo utaweza kubobea. Inawezekana lisiwe ni eneo kubwa sana, lakini kuwepo na kitu ambacho umebobea. Inawezekana ikawa ni labda hata kwenye mitandao ya kijamii umebobea, labda Facebook. Mimi ninajua namna unavyoweza kupata wateja Facebook na wateja watakao nunua kwa uhakika kabisa. Umebobea labda kwenye mazungumzo, unaweza kuwasilisha mada zako vizuri kwa watu na wakakuelewa, na hata unaweza kuwafundisha hata watu wengine pengine kuhusiana na hilo eneo. Umebobea kwenye hilo. Umebobea labda kwenye kuimba, labda ni mwimbaji, au kwenye kufundisha watu waimbe, au kwenye jambo lolote, lakini tafuta eneo ubobee. Kwa nini kubobea labda? Kwa nini kubobea? Labda tujiulize hilo swali kwanza. Ni muhimu sana kubobea kwa sababu kwa mfano katika dunia ya kawaida au katika ulimwengu wa kawaida huwa tunapenda sana kufanya kazi au kwenda kwa watu waliobobea. Chukulia tu mfano wa kawaida, daktari, au unapopata homa, unapoumwa, mtu wako karibu anapoumwa, kama kuna watu wawili, kuna mtu ambaye anafanya tu kazi ya kawaida, ni mwanafunzi, na kuna daktari ambaye ni mbobevu. Ni wazi kwamba huwezi ukapeleka mwili wako kwa lena ili ajifunzie kwako. Utaenda kwa mbobevu. Hivyo hivyo kwenye vitu vingine. Wabobevu tunawapenda kwa sababu akikwambia fanya hivi, yeye una uhakika, ni uhakika, yani ushauri ni uhakika, umenyoka, hauna mbambamba yoyote. Sasa hivyo hivyo kwako unapaswa kubobea. Unapaswa kubobea. Chagua jambo moja, chagua eneo moja ambalo tutakufahamu kama profession. Tutakufahamu kwamba wewe ni mtaalamu katika hilo jambo. Kwamba ushauri wako, neno lako, kauli yako katika hilo eneo, yani ni kauli ya kitaalamu. Kitu hiki kitakupelekea wewe kujenga uaminifu miongoni mwa watu. Watu watakuwa wanakuamini kwamba wewe mbobevu. Kwa hiyo faida ya pili au kitu kingine kwa nini unapaswa kubobea ni kwa sababu ya ule uaminifu. Kwamba watu wanaweza kukuamini katika hilo jambo unalolifanya, katika kauli yako unayoitoa, kwamba ni kauli ya kitaalamu, ni kauli ya mtu aliyebobea. Jambo la tatu kwa nini unapaswa kubobea, kuna fursa kadha wa kadha zinaweza kujitokeza. Of course huwezi ukabobea katika kila kitu. Huwezi ukabobea katika kila kitu. Huwezi. Kwamba wewe ndio unafahamu kilimo, wewe unafahamu sheria, wewe ni daktari, wewe ndio mhasibu, sijui nini. Huwezi. Unaweza kuchagua eneo moja. Mimi labda nitadili na biashara, na pengine kwenye biashara nitadili na mauzo, au nitadili na labda huduma kwa wateja. Nitabobea katika hilo eneo, nitafahamu kwa undani zaidi, nitadili tu na hilo basi. Mambo mengine nawaachia watu wengine, kwa sababu pia tunategemeana. Huyu anapofanya hiki, huyu anapofanya hiki, basi maisha yanaendelea. Mimi nitabobea katika graphic design, mengine nawaachia wengine. Mimi nitabobea katika video production na vitu kama hivyo. Sasa inakupa fursa mbalimbali ambazo zinaweza zikajitokeza mbele yako, na kama utakuwa tayari kuzitumia, basi zinaweza zikawa ni fursa zenye manufaa makubwa. Sio hilo tu, kubobea kunakupa nafasi nzuri kwenye ushindani, kwenye soko. Kama kuna watu wawili kwa mfano ambao kuna tenda fulani inatakiwa kufanyika, lakini wewe umebobea katika hilo eneo, basi watakuchukua wewe mbobevu. Inakupa nafasi fulani hivi ya kiushindani ambayo watu wengine hawana. Hilo ni jambo la nne. Jambo la tano pia ni thamani yako kuongezeka. Kama labda ulikuwa unalipwa buku, basi unaweza tukalipwa 10,000 kwa sababu umebobea. Unalijua hilo jambo kwa undani na kwa kina zaidi. Kwa hiyo ni jambo la tano pia unalopaswa kulifahamu kwa nini kubobea. Sasa tuendelee mbele.
Labda tuzungumze ni kwa jinsi gani unaweza kubobea. Ni kwa jinsi gani unaweza kubobea. Of course kubobea sio kitu cha siku moja. Sio kitu ambacho unaweza kusema kwamba unalala unaamka ukiwa umebobea. Ni kitu ambacho kinachukua muda. Kwa hiyo lazima uchague eneo moja ambalo unaamua kwamba hapa ninaenda kubobea. Na kubobea sio kwamba lazima urudi shuleni ukajifunze kuhusiana na hilo jambo. Katika ulimwengu wa leo unaweza kubobea kupitia usomaji wa vitabu, kupitia course, kupitia programs mbalimbali zinazoendeshwa mtandaoni zikakufanya wewe uweze kubobea. Kwa hiyo tafuta niche inaitwa. Tafuta eneo moja dogo zaidi ambalo unaweza kubobea, ukalifahamu kwa undani na ukaweza kwa namna hiyo kulitekeleza hilo eneo. Jambo la pili, ukishajua hilo eneo, jifunze kwa undani na kwa kina. Tafuta maarifa yote yanayohusiana na hilo eneo na hakikisha kwamba hayo maarifa unayaweka katika vitendo. Na hilo linanipelekea kwenye jambo la tatu, ni kwamba fanyia kazi yote unayojifunza. Kwa sababu ubobevu sio jambo la siku moja. Zamani kidogo ubobevu, watu wa bobevu, unapozungumzia mbobevu, nadhani kwa lugha nyingine tunaweza kusema ni master. Okay. Sijui kama huwa naangalia zile movies sijui za Korea, sijui ni za kinini, huwa kuna zile za ngumi zile. Huwa kuna mtu anaitwa master. Yaani kwamba anajua, anajua hasa, amepitiliza kwamba anajua kama ni kujifunza amejifunza mpaka nyuma ya ubao. Sasa umaster hauji kwa siku moja. Umaster hauji kwa wiki moja. Umaster inachukua muda kidogo. Zamani ilikuwa inachukua miaka 7 mpaka miaka 10. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Outliers mwandishi ameeleza kwamba it takes 10 years to master, kuwa master katika jambo ambalo unataka kulifanyia kazi. Of course nimeeleza pia katika kitabu changu cha jinsi ya kuongeza thamani yako, naona hapa kipo hapo. Nimeeleza pia katika kitabu changu cha jinsi ya kuongeza thamani yako kwamba it takes time. Lakini katika ulimwengu wa leo at least inarahisisha zaidi, kwa sababu haya maarifa tunayo kiganjani, kwenye hizi simu, kwenye vifaa mbalimbali tunaweza kujifunza, na hivyo maarifa tunakuwa nayo karibu muda wowote, sehemu yoyote tunapokwenda, tunatembea nayo. Tunaweza kujifunza. Lakini pia inarahisisha kwamba tunayapata haya maarifa kwa bei rahisi sana ukilinganisha na labda baba zetu na babu zetu walivyokuwa wanafanya. Lakini pia tunayapata bila kwenda mbali sana, kwa sababu baba zetu, babu zetu walikuwa wanalazimika. Yaani ukitaka tu kuongeza elimu ya ziada lazima uende chuo. Hamna course, hamna program yoyote unaweza kupata ukiwa nyumbani. Sharti uende chuo. Sharti uende ukasome shule gani. Lakini siku hizi tuna raha sana. Hebu fikiria, vitabu tunaweza kuvipata kiganjani. Course unaweza kujifunza course kutoka vyuo mbalimbali hapa duniani. Harvard, sijui vyuo gani, kiganjani. Unaweza ukatembelea, ukahudhuria seminar bila hata kufika eneo ambapo seminar hiyo inaendeshwa, na vitu vingine vingi sana. Ni bahati iliyoje katika ulimwengu wa leo kwamba tuna vitu kama hivi hapa ambavyo tunaweza tukavifanyia kazi. Kwa hiyo unapojifunza hivi vitu, vifanyie mazoezi. Fanya mazoezi. Jambo la 4, jenga mtandao wa watu. Watu ambao wanaendana na kile kitu ambacho unafanya. Wanasema kwamba your network is your net worth. Kwa hiyo kadri unavyokuwa na mtandao sahihi wa watu, ndivyo ambavyo utaweza kujenga matokeo sahihi. Utakavyokuwa na watu sahihi wanaokusukuma kuelekea kule unapotaka, na hivyo kupata matokeo ambayo ni sahihi. Sijajua wewe mtandao wako wa watu ni watu wa namna gani. Hebu tafakari kuhusiana na mtandao wako na uangalie ni kwa namna gani unaenda kuboresha mtandao wako kuanzia siku ya leo. Na jambo la mwisho kuhusiana na hili ni kwamba kamwe isifikie hatua ambapo utasema kwamba mimi
ndo mimi, hamna mtu mwingine, najua kila kitu. Ukweli ni kwamba watu wabobevu wanajua kwamba bado hawajui. Kwa hiyo kila siku kwao ni nafasi ya wao kuendelea kupambana kujua zaidi. Wanasema kwamba siku ukiona unajiona kwamba unajua kila kitu, basi jua wazi kwamba anguko lako linakaribia. Kwa kama wewe pengine umekuwa unajua basi mimi tayari bwana najua kila kitu, my brother, my sister, jua kwamba anguko lako linakaribia. Endelea kujifunza, maarifa hayana mwisho. Ndio maana tunasema pia kwamba elimu ni bahari. Bahari gani sijui, hawakutaja hata ni bahari gani, lakini wanasema elimu ni bahari. Kwa nini? Kwa sababu bahari haina ukomo. Haina ukomo. Kwa hiyo elimu ni bahari. Of course kubobea pia kuna changamoto. Changamoto kwamba inahitaji muda, na pengine huko katikati unaweza kupoteza changamoto, unaweza ku lose focus, unaweza kufanyaje. Lakini usikate tamaa, endelea kupambana kwenda mbele. Katikati watu wanaweza kukatisha tamaa, lakini bado haupaswi kukata tamaa wala haupaswi kurudi nyuma. Kwa kumalizia, nipende kusisitiza kwamba katika ulimwengu wa leo kubobea ni moja jambo la muhimu sana. Tafuta kubobea katika jambo moja wapo, tafuta kubobea katika eneo moja wapo ili uweze kufanya vizuri na uweze kuwa bora zaidi. Katika kipindi kingine tutakutana na mada nyingine nzuri sana ambayo nitakuwa nimekuandalia. Hakikisha una like, una subscribe na una share pamoja na wenzako. Mimi naitwa Godfrey Ruongeza kutoka Songa Mbele Consultants. Nyuma yangu kuna baadhi ya vitabu vyangu ambavyo nimeweza kuandika. Unaweza kuviona hapo juu kabisa. Hicho ni kitabu cha kuonyesha vizuri hapa. Hiki ni kitabu cha nguvu ya kuweka malengo. Hiki ni kitabu cha jinsi ya kufikia ndoto zako, na hiki ni kitabu cha hiki hapa, nguvu ya kufanya maamuzi. Hiki hapa ni kitabu cha jinsi ya kufikia ndoto zako. Usipofanyia kazi ndoto zako, kuna mtu atakuajiri ufanyie kazi ndoto zake. Hiki hapa ni kitabu cha Kipaji ni Dhahabu. Tuna versions mbili. Tuna kitabu kidogo, version ya kitabu kidogo, na tuna kitabu kikubwa, version ya kitabu kikubwa. Hiki hapa. Nakushauri hii ni complete guide. Complete guide linapokuja kwenye swala zima la kipaji. Watu wameandika najua kuhusiana na kipaji, but hiki hakikisha unakipata. Next ni hiki hapa, maajabu ya kuwekeza kwenye hisa, hatifungani na vipande. Unataka kubobea kwenye ile eneo, take your time, read this. Hiki kingine ni kutoka sifuri mpaka kileleni. This is my first book. Yani ni kitabu changu cha kwanza kabisa kuandika na kutoa ni hiki hapa, mwaka 2017. Hiki. Lakini sio hicho tu, kuna hiki kitabu kinaitwa Vyanzo Vingi vya Kipato. Usipokuwa na vyanzo vingi vya kipato, utakuwa na vyanzo vingi vya mahangaiko. Hii kauli watu wengi sana wamesema kwamba ninawashika kwenye jicho sasa. Next ni hiki kitabu cha Maajabu ya Kuweka Akiba. Kimeeleza kwa kina juu ya swala zima la kuweka akiba. Lakini pia hapa kuna kitabu kingine kinaitwa Tengeneza Pesa kwa Kuuza Unachojua. Hiki hapa, Tengeneza Pesa kwa Kuuza Unachojua. Hapa nimeandika kwamba maarifa, ujuzi na taarifa ni pesa. Maarifa, ujuzi, taarifa, of course na elimu ulionayo ni pesa. Unaweza kutengeneza pesa kwa unachokijua. Kwenye kitabu nimeeleza kwa undani zaidi.
Kitabu kingine ni hiki hapa, kinaitwa Nguvu ya Kufikiri kwa Ukubwa. Kimeeleza kwa undani zaidi kwa nini unahitaji kufikiri kwa ukubwa na kufikiri nje ya boksi, nje ya hayo mazoea ambayo umekuwa nayo kwa siku nyingi. Kitabu kingine ni hiki hapa, kinaitwa Nguvu ya Vitu Vidogo Kuelekea Mafanikio Makubwa. Nadhani kwa leo vinatosha. Kupata hivyo vitabu ni rahisi sana. Tunaweza kuwasiliana kwa namba ya simu 0684408755 au 0755848391. Mimi naitwa Godius Rweyongeza kutoka Songa Mbele Consultants. Hakikisha unaendelea kunifuatilia kupitia mitandao mbalimbali, kupitia hapa YouTube, kupitia TikTok, ili uweze kujifunza zaidi kutoka kwangu. Of course, usisahau kutembelea blog yetu inaitwa www.songambele.co.tz. Mpaka wakati mwingine, asante sana kwa muda wako. Mimi ni Rweyongeza kutoka Songa Mbele hiyo hapo.